And of course Olua ndo ngoma ambayo sasa hivi inazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii, ngoma ya msanii ambaye anafahamika kwa jina la Mario. Ngoma hii imeachiwa tayari na imekuwa na mapokezi fulani hivi ambayo ukitazama kwa jinsi ambavyo Mario mwenyewe anapata nafasi ya kushare na mashabiki zake ni kama ngoma fulani hivi imeenda sana, japokuwa kumekuwa na sintofahamu ambazo zilitokea baada ya Mario kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba huu upendo sio wa kawaida, najua hii sio kwa ujanja wangu, mmeamua kijana wenu nisife njaa, asanteni sana. Akaandika 300,000 ndani ya masaa 8, si mchezo. Olua link on my bio. Lakini kuja kuangalia katika hii posti aliyoiposti, aliambatanisha na video ambayo ilikuwa inaonyesha jinsi ambavyo kumekuwa na ukuaji wa namba hizo, yani ambazo ni 300,000 nazungumzia kwa muda wa masaa 8. Ukijaribu kuangalia hii 300,000 ni kama imekosewa na watu wengi kusema kwamba this time around up mtu mzima Mario amekuwa akitumia maroboti ili kuweza kuboost kazi zake, kuweza kumfikisha pale ambapo yeye anataka kufika. Na nimeona Mario kupitia ukurasa wake wa Instagram amekuwa akiwaambia mashabiki wadondoshe namba za simu, watumie pesa, you already know. Lakini pia nimeona amekuwa akifocus sana na content creators wa mtaani kuweza kutengeneza hizi content kuhusiana na hii ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Olua. Sasa siku zimetembea kama siku 2 baada ya kutoka hii ngoma, nimepata nafasi ya kuweza kuikagua. Mario ameweza kushare kwamba ina views zaidi ya milioni 1, lakini ukienda kwenye trending chart list ya Bongo hapa Tanzania kupitia YouTube ni ngoma ambayo huioni, na moja kati ya vigezo ambavyo vinakuwepo ili ngoma iweze kuingia YouTube, basi wanaangalia ni kupata watazamaji wengi kwa muda mchache, hivyo kusababisha kwa namna moja ama nyingine project yako, kama ni kazi au ni video, ni content ambayo unakuwa umeishoot, iweze kuingia kwenye trending. Lakini imekuwa tofauti sana kwa mtu mzima Badi Mario, kwa sababu ukijaribu kuangalia ngoma ya Olua ni kama yeye anapodai imeenda sana kwenye social media, YouTube, kwenye platform mbalimbali, lakini ukija kuangalia sasa kiuhalisia ni kama ametumia maroboti fulani hivi kuweza kuboost kazi yake, na watu wengi pia wameweza kuitazama hiyo katika engo tofauti. Sijajua kwa upande wako utaitazama katika engo ipi, kwa sababu ukijaribu kuangalia namba zilikuwa zimekosewa bana. Wewe kwa upande wako unavyodhani kwamba ni sahihi msanii kama Mario kuweza kutumia maroboti ili kuweza kuboost kazi yake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kwa sababu tunafahamu wasanii wengi this time around up wamekuwa ni wagumu sana kuweza kuachia kazi kulingana na kile kitu ambacho kinaendelea saa hii, kutokana na mashabiki kuweza kuweka ule mzizi watu wanaitaga wa fitna kwa wasanii wao na kuambia kwamba yo, this time around up nikiachia project sisi hatuhusiki nazo, niachieni, tutazisikiliza tu mumu Instagram, lakini kuingia YouTube kwa support, no, we cannot do that bana, usio. Na wameamua kufanya hicho kitu, na naona kwa upande mmoja ama mwingine kimeweza kuleta athari kubwa sana za wasanii. Sasa imagine picha ambayo limemkuta mtu kama Mario anavyopata nafasi ya kustruggle kwenye game, na ni mtu ambaye tulikuwa tushazoea akiachiaga project zake mzee do or die lazima zifanye poa. Kwa upande wako una kipi cha kuzungumza kulingana na hii scenario ambayo nimekuhadithia inaendelea kulingana na hii ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Olua? Tayari imefikisha views zaidi ya milioni 1 YouTube, na watu wengi bado hawaamini kama ni kweli ni watu wamedondoka pale kwamba ni maroboti. Una upande gani ambao unaweza ukazungumza, wa pili, ama uko kwenye upande huu wa kuamini kwamba yo bana kila kitu kinawezekana na mtu mzima Mario huenda ni kazi yake tu imeweza kufanya poa kufikia hatua hizo? Hapo cha msingi ni kudrop comment yako hapo chini, utakometisha kinoma noma. Mimi naitwa ROWBY the PV Public Voice, that is my name. Next time, ciao.